Mahakama Kuu ya Tanzania Masjala ndogo Dar es Salaam imepanga kusikiliza maombi ya wakili Peter Kibatala juu ya madai ya kutekwa kwa mwanasiasa Humphrey Polepole siku ya kesho Oktoba 9 mwaka 2025. Maombi ya wakili Kibatala yaliwasilishwa mahakamani siku ya jana Oktoba 7 akiomba mahakama itoe amri ya Polepole kufikishwa mahakamani ama mamlaka husika ziseme yupo wapi kufuatia tukio la kutekwa kwa balozi huyo wa zamani nchini Cuba ambaye taarifa zake zilisambaa katika mitandao ya kijamii siku ya Jumatatu Oktoba 6 mwaka huu. Hati iliyosajiliwa ya mwaka 2025 na kupewa namba F24514 baada ya kupokelewa kwa maombi hayo itasikilizwa mbele ya Jaji Salma Magimbi siku ya kesho Alhamis Oktoba 9. Wakili Kibatala ameiomba mahakama iingilie kati mara moja akidai kuwa Polepole alitekwa nyara alfajiri ya Jumatatu Oktoba 6 kutoka katika makazi yake yaliyopo eneo la Ununio, wilaya Kinondoni, Dar es Salaam na watu wasiojulikana wanaoshukiwa kuwa ni askari wa jeshi la polisi la Tanzania. Katika hati hiyo ya dharura, wakili Kibatala ameieleza mahakama kuwa Polepole hajawahi kushtakiwa kwa kosa lolote la jinai katika mahakama yoyote na kwamba kwa sasa inaaminika anashikiliwa katika eneo lisilojulikana na maafisa wa jeshi la polisi. Maombi hayo yamewasilishwa dhidi ya wajibu maombi watano akiwemo mkuu wa jeshi la polisi IGP, mwendesha mashtaka mkuu wa serikali DPP, mwanasheria mkuu wa serikali AG, afisa upelelezi wa makosa ya jinai kanda maalum wa Dar es Salaam RCO na kamanda wa polisi kanda maalum wa Dar es Salaam RPC. Hao ndio ambao maombi yamewasilishwa dhidi ya hawa ambao nimewataja hapa. Kwa hiyo kesi bana inaanza kusikilizwa rasmi kabisa kesho Oktoba 9. Kwa mahakama kuu ya Tanzania Masjala ndogo Dar es Salaam imepanga kusikiliza maombi ya wakili Peter Kibatala kuhusu hayo madai ya kutekwa kwa mwanasiasa Humphrey Polepole ambaye mpaka leo inaelekea leo ni siku ya pili kesho inakuwa ni siku ya tatu. Kwa hiyo kesho itasikilizwa. Kesho pia msikilizaji tutampa feedback ya kile ambacho kimejiri. Unajua kuna maswali ambayo najaribu kuyatafakari hapa. Kibatala alipopeleka maombi hayo mpaka mahakamani na kutaja baadhi ya watu ambao wanashukiwa, najaribu kujiuliza na ushahidi kwa sababu mahakama inaendana na nini na ushahidi. Kwa sababu ukifika mahakamani pale alafu sawa ukasema wanaoshukiwa ni hawa, ushahidi uko wapi? Okay. Labda mtu mpaka mtu amejipanga anaenda mahakamani, maana yake ushahidi upo. Maana yake ana uhakika wa kile ambacho amekiwasilisha mahakamani.